Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa zile za mashariki, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Juni 19 mwaka wa 2025. Nini tutakuandalia leo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Wameafikiana nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni kupitia kikao kilichofanyika huko nchini Marekani, Washington DC. Lakini licha ya yote hayo, mambo ambayo yanaendelea katika mji wa Goma makubwa, na kuomba ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Je, makubaliano watakayoafikiana au yale ambayo wameafikiana kabla ya sahihi yatatekelezwa au tu itakuwa ni ndoto ya bubu? Na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu yetu ambayo ni wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujiabone. Huu ni muda wako, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda ndugu mtazamaji, acha kwanza tuanze na makubaliano ambayo yameafikiana huko nchini Marekani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Katika yale ambayo tayari wamekubaliana, licha ya kwamba bado sahihi kuwekwa ikisubiriwa muda kitambo, cha kwanza kwenye makubaliano hayo kumezungumziwa kuhusu heshima ya uadilifu wa ardhi, yani heshima ya uadilifu wa eneo, kwa namna nyingine tukisema kuheshimu mipaka ya nchi. Lazima heshima ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwepo. Pamoja na hayo, kuna kukatazwa kwa vita, yani ushitishwaji vita. Kuna vile waliohafikiana ni kupokonywa na kuweka silaha chini kwa makundi yanayoendelea kushikilia silaha, na vile kuingizwa katika masharti kwa makundi yanayoshikilia silaha kinyume na sheria, yani tofauti na jeshi la taifa. Yale yote makundi ambayo yanashikilia silaha tukiyataja haswa M23, AFC, waweze kuingizwa au la katika jeshi. Lakini ikiwa itakuwa hivyo ni katika masharti, yani kuna masharti yatakayowekwa ili ifikie au ili hapo pafikiwe. Ikiwa haitoshi, kuna kuundwa kwa muungano wa kiuchumi kikanda na kubadilishana kwa habari za ujasusi zitakazokuwa kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile nchi ya Rwanda, na vile kuzingatia makubaliano yaliyosainiwa mwezi Oktoba mwaka wa 2024 huko mjini Luanda nchini Angola. Na kwa mujibu wa kitangazo kilichotolewa na tovuti ya serikali ya Marekani, imedokezwa kwamba makubaliano kati ya nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawekewa sahihi, yani itasainiwa na mawaziri wawili wa mambo ya nje wa nchi hizi mbili hasimu tena jirani. Yani inafahamika wazi kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda ni nchi jirani. Wao ni majirani, lakini vile ni nchi hasimu, yani hawaelewani, ni maadui inapoelezwa kinagaubaga na wazi. Na endapo makubaliano kati ya nchi hizo mbili, Rwanda na Kongo, yataweza kuwekewa sahihi na mawaziri wawili wa mambo ya nje wa nchi hizi mbili, atakuweko katibu wa serikali ya Marekani Marco Rubio kama vile tulivyoambiwa. Na siku ambayo imepangwa sasa kwa kusahini makubaliano hayo ni tarehe Juni 27
mwaka huu tulionao wa 2025 huko Washington DC, kabla ya mkutano wa hali ya juu unaotarajiwa kufanyika. Hata hivyo, duru za karibu sana na upatanishi wa mzozo huu baina ya Kongo Kinshasa na Rwanda imefichuliwa kwamba baada ya mambo yote hayo kufanyika, yamkini itafuatiwa sahihi itakayowekwa na marais wa nchi hizi mbili, yaani Kongo na Rwanda. Itakuwa ni mbele ya macho au itawekewa akikuweko rais wa Marekani mwenyewe mwezi Julai ujao. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, hapa kuna swali nyeti au maswali mengi ambao wadadisi wengi wa mambo hujipa, kama vile raia wa nchi hizi mbili wengi hujipa. Tunapochambua kiundani yote yanayotangazwa hapa, maswali mengi ambayo watu wanajiuliza: je, makubaliano yote hayo mara hii yatatekelezwa? Aswa inapofahamika kwamba kusaini mkataba ni kitu kimoja au kusaini makubaliano ni kitu kimoja, utekelezwaji wake ikawe ni kitu kingine. Cha ajabu zaidi ni mambo ambayo yanashuhudiwa katika maeneo yanayomilikiwa na M23 AFC. Tukichukulia Goma na Bukavu, miji mikubwa ya mikoa miwili hii. Mfano uliozairi na mfano wa sasa ambao ni habari zingali mbichi ni yale yaliyoshuhudiwa usiku wa Jumatano ya tarehe Juni 18 kuamkia leo Alhamisi ya tarehe Juni 19 katika mji wa Goma. Utajiuliza, M23 RDF AFC wataondoka kweli au kukubali kupokonywa silaha kama vile walivyoafikiana huko mjini Washington DC wale wataalamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda? Basi bila ya kwenda mbali, sikiliza ujumbe na tangazo hili lililotolewa na chifu wa kata moja ya mji wa Goma, sehemu za juu ya uwanja wa Kabasha, akiwatangazia wakaji wote wa mji wa Goma kujihadhari kutokana na hali ambayo imeshuhudiwa usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi hii. Mengine tuyaachie majira muda. Tafadhali tega sikio na baadaye usambaze habari hizi kwa wengine. Tulipenda tujulishe watu wote wenye yuko mgrupe. Operation ilianja depuis 3h du matin. Tunamaliza hapa mvula. Donc ifale kulowana, bakubebewa banabebewa. Operation tatouage, operation nywele. Mwenye anajua mtoto yake iko na nywele ile ya kujikomplikia kistare moya hivi, nakuta nabambia mbele wakati hakuna intervention ya chef d'avenue. Mwenye anajua kama mtoto yake iko na matatuage, anje kujiarrange modele yote, juste ni kubebewa tu. Msiseme kama chefu akubambia. Juu tunapima kufanya intervention kubengine, arme inakatala. Mwenye anayua iko na kitu yenye nafanana ya basoda, ailete mbele wakati, ailete mbele wakati. Tunaona matenisi mwa zinakamatiwa, tunaona mabrankare zimwa zinakamatiwa za basoda, tunaona mabeshi za basoda, kila kitu zinafanana vya basoda binakamatiwa. Mnawazia wale watarudia? Atupende mamiali. Uanje kuchunguza mnyumba yako mzuri. Uanje kuchunguza mchumba ya bagarso mzuri. Uanje kuchunguza muparsela yako mzuri pamoja na bapangai yako mzuri. Nikiwaza Mungu anifuata bien. Hatuna intervention fulani kukakutiwa maindise militaire. Ni kubebewa tu. Ndio watakwambia uliwekeaka ile maindise juu ya nini? Atupende kuleteana miari. Kila mwenye kuna mtoto wake iko na nywele za kufaa vile rasta,
Sasa vile musicien, kama uenje mzazi yake na kama uenje responsable yake, uanze kukata ile nywele mbele wakati ni mtoto wako ataenda. Kila mtoto wako mwenye anaingiaka mu makakungu ya bengine babiana, seriska naye bamubebe aende, puisque service yenye ko mutere ni service benye baliingia mu jeshi, beba niingia mu chama, na ni batoto ya Goma ile mko mnayua. Tujikaze modele yote, uikalishe batoto yako, fa control ya batoto yako. Kama alifaka katatuaje fulani ajiaranje, kama inatoshowaka aje kuitosha mbele wakati. Kama anafugaka nywele, umutume basi kwa kwenu ku village aende sasa kufuga ile nywele kule. Juu bitu inakuwa nguvu. Msiseme kama chef akusemaka. Tunabambi mvule neshia batu kumwili. Ba mama mingi baanzimia pale. Ba mama banazimia. Baba na bebewa. Biana banabebewa. Habari hizi. Msiseme tena chef akusema kitu. Mimi nabaambia mwenyeko na sikio iko anifuata. Mimi mtoto wangu hivi na hivi, modele fulani onjo vile. Mtoto wako kama anavutaka bangi, batamwanguka hako tu na yeye. Njoo hivi. Tunamaliza operation mumvula. Sawa.